Ndugu zanguni, bado tuko Uajemi, maana tunataka tuvichambue hivi vita mpaka pale ambapo vitafika tuweze kujua hasa mwafaka ni nini hasa wa hivi vita. Na sasa Lamine Yamal, mchezaji wa Spain ambayo imechukua kombe la dunia juzi hapa huko nchini Marekani, na nakumbuka wakati wa zile fainali mpaka rais wa Marekani Donald Trump alihudhuria pale. Kwa hiyo upande huu sasa wa Irani wameweka picha ya Lamine Yamal kwenye drone, ambazo drone hizi sasa ndio zinawashughulikia sawasawa manyang'au Marekani, jeshi la Marekani, hasa kwenye kambi zao zile huko waliko. Kwa hiyo hawa wameweka picha kwenye ile drone ya Lamine Yamal. Na hii picha ni picha ambayo kama mnakumbuka, nafikiri kwa mwezi wa 5 kwenye La Liga, ligi ya Hispania huko, ilikuwa ni kwenye ushindi fulani ambapo Lamine Yamal alichukua bendera ya Palestina alafu akainua juu, kawa anashangilia naye, kwa sababu Spain wao ni watetezi wa hiki kinachoendelea kule upande wa Mashariki ya Kati, hususan Palestina pamoja na pale Lebanon, watu raia wasiokuwa na hatia wanaouliwa bila sababu na IDF, jeshi la Israeli. Kwa hiyo baada ya pale watu wakaanza kulalamika, wakasema najua mpira hautakiwi uchanganywe, yani kuingiza mpira na masuala ya kisiasa na mambo kadha wa kadha. Nitakuja kukuambia hii kwa sababu waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alikuja akaongea ile na kuitetea ile. Lakini hawa Wajemi kwenye hii drone ambayo wameweka picha ya Lamine Yamal, wameweka picha na maneno yanayosema kuwa watetezi wa utu na mauaji ya kimbali ndio wamekuwa ushindi wa kombe la dunia. Ndio maneno walioyaweka kwenye hiyo drone. Hiyo picha, yani wamebandika picha ya Lamine Yamal kwenye drone alafu wameandikia hayo maneno. Kwa nirudi sasa wakati ule ambapo watu walipoanza kulalamika kuwa inakuwaje mambo ya mpira nataka kuingiliana na mambo ya kisiasa, Pedro Sanchez, waziri mkuu wa Spain, yeye alijitokeza akasema hii tena inatakiwa tuungane kwa pamoja kupinga mauaji yanayofanyika ya raia wasiokuwa na hatia pale Gaza na kule Palestine. Na hata sasa ameongea juzi hapa baada ya Hispania kushinda kombe la dunia, timu ya Hispania, akaongea akasema tunashukuru kwa sababu tumesimama pamoja na katika kutetea haki. Nasema ili kombe la dunia tunajua ni kwa ajili ya wote tunaotetea haki za raia wasiokuwa na hatia wanaokufa pale Palestine, wanaokufa huku Lebanon pamoja na Iran. Kwa hii ni utukufu kwetu sote tunaotetea hiyo. Na akasema tunaamini umoja wa kimataifa pamoja na mahakama hizi za kushughulikia jinai zitaendelea kuchukua hatua dhidi ya wauaji. Hapa akimaanisha ni Benjamin Netanyahu pamoja na Donald Trump, kwa mujibu kabisa wangetakiwa washtakiwe. Kwa nini? Kwa sababu ya mauaji wanayoyafanya. Ndugu zangu, halikuwa jambo la kawaida. Mimi nitashangaa mtu akiona hili ni jambo la kawaida. Tumekuwa tukichambua hapa na wengine wakitutukana, nyinyi ni machawa wa Irani. It's okay, mimi sijali, lakini tunachoangalia sisi tunasimamia ukweli na haki. Kweli inawezekanaje uende kwenye taifa la mtu, uende ukamuue kiongozi wao, uende ukauwe watu karibia 48? Haya, kwenye lile shambulio tumekuwa tukiongea siku zote hapa, limeondoka na watoto 168 wa Iran, Minabu School. Nakumbuka tunaongea haya kwa sababu ndiyo yanayotukuta Afrika haya, na ndio maana iko hivyo. Kwa tukipata mtu ambaye angalau anaweza akasimama akazichapa na huyu, akazichapa na hawa wanaotusababishia madhara huko Afrika, ndio maana unaona tutawachambua sana. Huwezi ukaelewa nikiongea hivi. Nenda Kongo hapo, Kongo Mashariki hapo. Mpaka leo asubuhi kuna picha mimi nimetumiwa kwenye WhatsApp.
Watu wameuawa vibaya mno, watu wamechinjwa. Alafu cha ajabu ni Waafrika kwa Waafrika wanauana kwa interest za hao watu wa magharibi. Wanaishi vizuri huku damu za watu zinaendelea kumwagika. Umeona? Kwa hiyo ndio maana iko hivyo. Ndio maana Mr. Mpoki aliandika kitabu kimoja kinaandikwa Laana ya Madaraka, Pesa na Damu. Ni kitabu kizuri sana. Unaweza ukakipata kwa bei ya shilingi 32,000 tu. Lakini ukikisoma ndo utaelewa haya ninayoyaongea, namna ambavyo hiyo mifumo ya kiulimwengu inavyofanya kazi kuonea kila mtu, na sio tu kuonea, kuua watu. Ndio matokeo yake. Tunakuwa tunachonganishwa. Na ndio maana unaona tunadili sana kuchambua vita vya Iran ili uelewe ni kwa nini tunafurahia angalau basi amepatikana mbabe wa kutetea. Iran hajawahi kuvamia nchi yoyote, hapana. Watu wengine wasema Iran mbaya sana, ni kwa sababu ya propaganda ambazo zimekuwa. Iran amewahi kuvamia nchi gani? Yaani bila sababu tunasema sasa tunaenda kuvamia. Nikutajie nchi za Marekani. Tangu kuanza kwa taifa la Marekani wamevamia mataifa zaidi ya 100. Hivi ninavyokuambia, Marekani pale ilipo ina umri wa miaka 250. Mataifa zaidi ya 100 with no reason. Yani hakuna sababu ya aina yoyote. Wanaamua tutende sasa tukavamie mahali fulani. Yani hivyo tu. Ni lini uliowahi kuona Irani imeenda kuvamia taifa lingine? Kwa tunapoongea hivi, sifikirie tunaongea tu wewe ni chawa wa Irani. Wengine wananiambia hamna, wewe njaa zinakusumbua. Mimi sina njaa bro. Takuja kukuonyesha wakati mwingine uone si mimi sina njaa, hapana. Lakini tunachokiangalia ni ile haki, kwa sababu leo wanaouliwa kule, hayo mambo yako yanatokea na Afrika pia vile vile. Angalia kwa mfano kama sasa hivi kuna kitu amekiongea rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ameongea, amesema hivi: tukiwafukuza watu wa Afrika Kusini kwa sababu wao wanafukuza wa Afrika wenzao kule Afrika Kusini, tutakuwa tumeingia kwenye mtego wa manyang'ao ambao ndo walitaka tuingie, kuendelea kuchukiana. Ndugu zangu, hizi ni chuki tu zinajengwa, kwa sababu hata mgogoro huu wa Afrika Kusini ukijaribu kuuangalia, yani achana na ile kusema hawa wa Afrika Kusini wanachuki na wenzao. Sasa rudi ndani, angalia ndani uone ni nini. Unagundua lengo ni lile lile, Afrika tugombane. Na ndio maana Waafrika Kusini wenzetu wameangukia kwenye huo mtego tayari. Wanachukia Waafrika wenzao na kuua Waafrika wenzao. Sasa swali linakuja, je, na sisi tuangukie kwenye mtego huo Waafrika Kusini walioko kwenye mataifa mengine tuanze kuwafukuza? Ukumbuke huo utakuwa ni mtego wa wale kuwa tuendelee kugombana. Kwa ndio maana tuko hapa. Sasa nirudi hapa, maana najua nilikuwa na taka niongelee kidogo hiyo, kwa sababu kuna baadhi ya watu ukiongea hivyo naambiwa wewe chawa wa Irani, bila kujali kuwa hapa sisi tunaongea yaliyo ya msingi na haki. Kwa turudi hapa sasa, Pedro Sanchez ambaye ni waziri mkuu wa Spain, mnakumbuka wakati Marekani anasema anataka apeleke aweke kituo pale kwenye nchi ya Hispania kwa ajili ya kuishambulia Irani, Pedro Sanchez alikataa, akasema hapana, peleka kwingine, sio hapa. Na Marekani kama kawaida, nakumbuka Donald Trump akamwambia yule Secretary of Treasury wa Marekani kuwa hebu anza kuweka vikwazo, anza kuiwekea Spain vikwazo. Kwa sababu wametukatalia. Pedro Sanchez alisema hamwezi kuweka hapa majeshi yenu eti mnajiandaa kwenda kuua watu, alafu na sisi tukakaa tunawaangalia. Si kweli, hapana. Ondoeni ujinga wenu hapa, takataka hizo. Na ndio hivyo sasa. Haya, huko huyo aliyekataa, timu yao ya taifa ndio imeenda imeshinda kombe la dunia. Na wale waliofuatilia kombe la dunia watakuwa wanaelewa hiki ninachokiongea. Unakumbuka Lamine Yamal wakati ameenda pale kupewa ile medali, alikuwepo rais wa FIFA, alafu alikuwepo na mwingine, alafu alikuwepo Donald Trump. Unaona Lamine Yamal wakati anamkaribia Donald Trump aliinamisha kichwa hivi. Yaani kama hakutaka hata kumwangalia usoni. Kwa nini? Kwa sababu ya haki za raia wa Palestine, haki za raia wasiokuwa na hatia wa Lebanon, na raia wa Iran wasiokuwa na hatia. Mtakumbuka ndugu zanguni, mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea pale Gaza, Marekani ilituma meli 2 za silaha, ambazo meli hizi zilikuwa zipitie pale Spain alafu ziende sasa mahali zinakotaka kwenda. Lakini Spain walikataa, Hispania walisema hapana, nyinyi hamwezi mkapitisha kwenye bandari yetu meli ambazo zimebeba bunduki ambazo tunajua zinaenda kuua watu. Hapana, hiyo hatutaruhusu.
lakini meli ile cha ajabu zilienda zikaja mpaka upande huku wa Afrika huku. Umeona taifa gani hili la Waarabu? Moroko pale wakazipokea, walipozipokea wakazichukua, ndio hizo zikaenda kuua watu Gaza. Watu wakashangaa, taifa la kizungu limekataa silaha za kwenda kuua Waarabu, lakini hizi silaha zimefika Moroko kwa Waarabu wenzao, wamezipokea, na hizo ndizo zinazoendelea kuua raia huku upande wa Gaza. Imekuwaje? Lakini Moroko ni kwa sababu ya mikataba walioingia na Wamarekani, Abraham Accord. Hiyo mikataba ndio inayomfunga mikono, hata kama alikuwa apendi, lazima tu atapokea. Na hata Waarabu hawa walioko hiyo Ghuba ya Uajemi, Umoja wa Falme za Kiarabu, unafikiri wanapenda hiki kinachoendelea? Iran anachoendelea kugonga haya mataifa, unafikiri wanapenda? Hawapendi, lakini wafanye nini? Kwa sababu wameshafunga ndoa. Nafikiri kuna usemi mmoja sio mzuri sana, lakini utanisamehe, wanasema ukiolewa lazima ukubali kulala bila nguo. Ndio maana yake. Na wao sasa wamefunga ndoa, wameoana na Marekani, kwa lazima wakubali kulala bila nguo, maana bwana wao atakachoamuru ndicho. Lakini kimsingi hawapendi hizo vurugu, na ndio maana nikakuambia hapa juzi kuhusiana na taifa la Jordan kuwa kuna taarifa za kiintelijensia wanawapa Irani kujua mahali ambapo askari wa Kimarekani walipo, ndio maana wanaenda wanagongwa hapo hapo walipo. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo hivyo, ndugu zanguni. Kaona ni tuongee kidogo hapa. Asanteni sana.